katika maisha haya na katika maumbile yetu, tangia msingi wa kwanza kutoka kwa baba yetu ambaye ni Mungu, kila mmoja anakuaga na dhamana yake. Lakini dhamana yako inaweza ikapunguzwa na hali, inaweza punguzwa na wewe mwenyewe kwa kutokuwa na imani na Mungu, inaweza punguzwa na misingi ya mahali wewe uling'olewa, inaweza punguzwa na jina lako ambalo wewe umeitwa. Unaweza kuwa wewe ni mtu mkubwa na Mungu alikusudia uwe mtu wa ajabu hapa duniani, lakini kwa sababu ya mambo ambayo yamekuzingira na mengine ambayo hauyajui, yanaweza yakakuzuia wewe kufanyika kile Mungu anahitaji. Sema amen. Hallelujah. Na ndiposa leo hii ninawaambia, mimi mwenyewe nilifanya study ya maisha yangu, nikajua mahali niling'olewa. Na nikajua ile jamii ambayo niling'olewa ni lazima nitakana damu za huko. Sema amen. Na hili sasa nifanyike kile Mungu anahitaji. Maana nilikuwa nimewekwa katika msingi wa mambo mawili, either nitumikie damu za watu wetu ama nimtumikie Mungu. Na watu wengi 90% ya wanadamu duniani ni wale wanatumikia damu za watu wao, hawamtumikii Mungu hata kama wanasema wameokoka. Unakuta mambo mengi ambayo wanayafanya ni ya kujirudia. Yale mambo ambayo yanajirudia kwa familia, yalifanywa kwa fulani, sasa yamekuja kwako, yanarudi kwa watoto wako, yanarudi mpaka kwa kizazi cha 4. Mambo hayo yanajirudia. Kama wewe mama yako hakuolewa na wewe pia umekataliwa kwa ndoa, jua ya kwamba wokovu wako bado hujaweza kuusimamia. Maana kama ungeweza kuusimamia, damu za kwenu hazingeweza kuja kukutawala tena. Na hayo ndiyo mambo ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kujijua na kujielewa, mimi nimeng'olewa wapi. Yebezi alikuwa mtu mkubwa hata mbele ya ndugu zake, hivyo ndivyo Biblia inasema. Lakini lile jina ambalo mama yake alimuita likaleta uchungu katika maisha yake. Sema amen. Hallelujah. Na sijui ni nani ashakana jina lake. Mimi nishalikana jina langu, Hosea Kimani Wambogo. Na ninawaambia Wambogo alikuwa mpiga ramli. Nilikana hilo jina. Wakati nilifundishwa Injili, nilienda nikakaa chini nikauliza mama yangu bila yeye kujua. Ninamuuliza kwa nini. Nikamuuliza Hosea Kimani ni nani huyu? Kwanza nilimuuliza hii jina Hosea kwa sababu halina watu wengi, kwani hii jina litoka wapi? Hapo ndio nilianzia. Akaniambia hapana, juu mimi sijui yule mwenye mimi niliitanishwa na yeye. Lakini hata kama haumjui, utafanana na yeye kwa sababu umeunganishwa kwa damu ya ukoo. So nikauliza hii jina Hosea, mimi nasikia tu jina Hosea maybe kwa Wakorino, na nasikia jina Hosea kwa Bible, na huyu Hosea alioa kahaba. Sasa lazima unajiuliza hizi vitu zote. Halafu kisha mama akaniambia hapana, huyu mtu ambaye anaitwa Hosea alikuwa ni babu yako, mahali wewe ulizaliwa kutoka kwa msingi wa baba yako. Na alikuwa anafanya nini? Huyo Hosea alikuwa mpiga ramli. Piga ramli ni wale ambao ukienda kwa mchawi, anakuja anakupigia hizo vitu, anakuambia umerogwa na fulani na fulani. Nikamuuliza mama, aje hiyo ni kuna maana? Sasa hata ujui hiyo ni kusema nini? Lakini ukweli umeunganishwa na hiyo laini. Yebezi yeye hakujua jina Yebezi litatesa maisha yake. Alidhani ya kwamba ni jina kama lile lingine la kulea watoto. Unaweza kuwa umeitwa jina, wewe unafikiria Wakikuyu wanasemaga ateretwa ni ya gukuria mwana. Hapana, jina linamaanisha. Jina linamaanisha hata kwa maisha yako. Wengine wanaitwa Wajohi ni kwa sababu ule mtu ambaye mlitanishwa na yeye alikunywa pombe. Sasa wewe unasikia kila wakati kiu ya pombe, unashindwa ni nini? Na umeokoka. Hiyo ni kumaanisha jina hilo, yule ambaye alikuwa mwanzilishi alikuwa nalala kilabu, mpaka wakasema ya kwamba haitwa Wajohi. Yeye ni kazi yake ni kukunywa tu pombe. Sema amen. Hallelujah. So Yebezi, neno la Mungu linatangulia kumtaja na ukuu zaidi ya ndugu zake.
Kuna watu hapa ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa hata kuliko wale ambao wewe unaangalia unaadimaya maisha yao. Wewe uko na uwezo, lakini kuna msingi ambao unazuia huo uwezo ndani ya maisha yako. Sema amen. Na huyu Yebesi akajichunguza. Kama vile ningetamani jioni ya leo uchunguze maisha yako. Uone wewe ni nani na ujielewe wewe ni nani, umetoka wapi, ni nini hauwezi ukafanya hapa duniani. Maana mambo yale Kimani hakufanya, yawezekana ukifika hapo ndipo wewe unapiga break, unaanzia kurudi nyuma na hujuagi kwa nini unarudigi nyuma. Watu wengi wao wanasema mimi huwa ninafanya kitu fulani, nikifika mahali fulani nakuta nimerudi choo. Kuna msingi hapo umewekwa. Na ni lazima utamani kujua ni nini hii bari ambayo inanizuia kupenya ni nini. Yawezekana ni yule ukuu ambayo umefichika ndani yako unakuwezesha kupanda, lakini sasa kwa sababu ya mahali uling'olewa, ukifika mahali fulani unagongwa. Unakuta ya kwamba umerudi mpaka chini, alafu tena unaanzia upya, unakaa kama unapaa, ukifika mahali fulani unagongwa. Yebesi alikuwa ni mkuu kuliko ndugu zake. Lakini yeye alipoendelea kuchunguza maisha yake, hata mtu mwenyewe huwa unajihisi. Unajua mtu ambaye ana ukuu ndani yake huwa anajihisi ya kwamba mimi ninahisi nikana kwamba ni maisha haya ninaishi sio yangu. Hii kitu yenye mimi napitia si stahili kupitia. Hiyo ni kumaanisha kuna msukumo wa kukwambia hii sio nafasi yako. Haleluya. Wengine ni ile damu ambayo uliitanishwa na babu. Huyo babu hakumpenda Mungu kwa maisha yake yote, mpaka leo hapendi Mungu. Na wewe umeokoka, utakuwa unaangalia tu pasta hivi mpaka unaona mtu mwingine anafanya na ako kwa ibada, ako ndani ya chachi na ananifanyia hivyo. Ni kwa sababu ile roho ya mahali yeye aling'olewa haipendi watumishi wa Bwana, lakini wewe umechagua hiyo barabara. Sema amen. Haleluya. Yeye anasikia kile kinasemwa ndani ya kanisa ni kizuri, lakini ile mbegu iko ndani yake inamsukuma, inamwambia kwamba haufai kuwa pale. Hiyo ni kusema ni msingi unastahili kushughulikia. Maana ndani ya moyo wako unahisi ya kwamba unapenda Mungu, lakini ukiingia katika mti wako wa ndani unakuta kuna vita ndani ya moyo wako na ndani ya nafsi yako. Kuna vitu zinasema ya kwamba hata ustahili kuwa kanisani. Angalia, yawezekana yule mtu ambaye umeitanishwa na yeye hakuwa mcha Mungu. Wewe sasa kwenyu ndio unaanzia kupiga kware ya mambo ya imani. Na ni kumaanisha kwamba una nafasi ambayo Mungu amekusudia. Sio nafasi ya kukubaliana na wao. Ni nafasi ya kusema kama kabisa hapa ndiyo mimi itanisababisha nipate wokovu na watoto wangu wapate wokovu, nitapigania imani yangu nikiwa hapa. Sema amen. Nimekutana na Wakristo wengi sana hata wa hii kanisa, wenye wazazi wao wa Ingo, wazazi wao kule Kikuyuni, wanawaambia tunaona sasa mulisoma kanisa ya shetani. Naulize Yesu swali rahisi. Hawa watu wamejuaje kama sio msingi unatingizwa? Hawajawahi kuja hapa kushiriki hapa, lakini tayari wamejua kuna moto inatoka mahali. Na sasa hii moto isipopingwa bila huyu mtu kujua anaambiwa nini. Na ndio naona watu wengi wameshindwa kufanya ibada. Maana mioyo yao inatamani Mungu kwa kiwango fulani, lakini ikifika mahali wanazimwa na watu wao. Wanaambia ile makanisa ya siku hizi ni ya mapepo tupu, usiende hiyo makanisa. Na saa hiyo wanataka kuficha ngome zao. Ni kwa sababu wanajua kanisa lolote la kiroho la watu ambao wamejielewa wana uwezo wa kung'oa kila madhabahu hata kama ni ya mababu, isitawale tena. Wanaanzia kusema hiyo kanisa sio kanisa mzuri, mujichunge nayo. Sema amen. Kisikia umeanzia kuambiwa hivyo juu uko mahali pazuri. Sema amen. Ni kwa sababu sasa misingi ndi hawataki itingizwe. So mstari wa 10 nasema huyu Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema lau kwamba ungenibariki. So ni kusema Yebesi alikuwa muombaji, alikuwa mcha Mungu, lakini inashindwa kwa nini ninaabudu Mungu na bado nina uchungu.
Wengine wanakuja kulilia pastor na apostle na reverend wa kwako ama pastor, kushida kumwambia pastor, nimeenda mlimani, nimeomba siku 40, lakini bado ninapitia ile shida moja ambayo nimeishi nikipitia. Angalia msingi. Angalia msingi. Maana msingi lazima kwanza uelewe ni nini unapigana nayo. Ukishaelewa sasa, inuka useme ya kwamba nitapigana kama Gideoni. Gideoni alipigana na madhabahu ya baba yake. Roho zile ambazo zilikuwa zimeinuliwa na baba yake, akasema nitaangusha hizi madhabahu ambazo zimeinuliwa na baba yangu. Sema amen. Na wakati hiyo Mungu akaanzia kuonekana kwa maisha yake. Na usisahau Mungu alikuwa ananena na yeye akimwambia nataka ufanyike mtumishi wangu. Lakini hauwezi ukafanyika mtumishi wangu na kwenye kuna roho za madhabahu ambazo zimeinuliwa na baba yako. Ni lazima ufanye maamuzi ya kusema kwanza nitadili na madhabahu ya kwetu ili niweze kupenya katika neema ya Bwana. Sema amen. Hata watu wengine hapa nyinyi watumishi wakubwa, lakini hauwezi ukatumika mbele za Bwana kama hujadili na msingi. Maana msingi ndio unashikilia. Unasema mtu huyu hata kama ni mkubwa hatafanya kile Mungu amemuitia. Ni kwa sababu gani? Unapigana na msingi katika maisha. Na hiyo ndio roho ambayo unastahili kuinuka na kuifanyia kazi katika madhabahu. Sema amen. So Yebesi akamulilia Bwana. Kamwambia Mungu, kwa nini ninakuomba na kwa nini bado ninapitia kwa uchungu? Sijui ni watu wangapi wako na hiyo swali. Ninaomba vizuri sana. Mwingine hata anafunga vizuri. Mwingine hata anatoa fungu la 10. Mwingine hata anatoa sadaka nono. Lakini bado anapitia the same uchungu wa maisha. Hiyo ni kumaanisha kwamba unastahili udili na msingi. Maana kudili na msingi sio kutoa sadaka. Ni kuelewa na kuinua madhabahu. Kwanza ni kubomoa, alafu kisha uinue madhabahu. Sema amen. Hallelujah. Nisikie tena. Msingi wa kwenye haubomolewi na sadaka. Msingi wa kwenye haubomolewi na fungu la 10. Msingi wa mtu wa kwao huwa unabomolewa na kung'oa madhabahu. Ibada ya kung'oa ambayo Yeremia anamwambia, Yeremia nimekupatia hiyo neema ya kung'oa katika Yeremia 1:10. Kung'oa, kuharibu, kubomoa, kuteketeza ili kujenga na kupanda. Sema amen. Hallelujah. So kama unapitia uchungu ambayo unaenda mfululizo kwa maisha yako na we umejaribu kufanya mambo mengi, sasa ingia katika misingi. Na ukiingia katika misingi, nimekwambia kitu kimoja, hautapendwa. Ukiingia katika misingi, watu wenyu watafanyika adui yako. Gideoni inaulizwa ni nani ameua Ashera? Hizi Ashera wa 34 mpaka 36. Yesu anasema hapa duniani si kuja kuleta amani. Yeye ndio baba wa amani. Lakini ikifika maeneo ya ndoa, ikifika eneo la familia, ikifika mahali pa damu za kwenu, yeye anasema katika maeneo hayo hatuongeai kuhusu habari ya amani. Tunaongea kuhusu habari ya separation. Tunaongea kuhusu habari ya kukubali kutenganishwa na damu za watu wenu. Katika hiyo Mathayo inasema nini? Mathayo 10 kuanzia 34. Tusome hapo ili uelewe hili neno vizuri. Mathayo ile mstari wake wa Mathayo 10:34 mpaka 36. Inasema hivi: msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, si kuja kuleta amani ila upanga. Hiyo ni Yesu anasema hivi. Msidhani ya kwamba ikifika maeneo ya ndoa, maeneo ya jamii, maeneo ya jina lile umeitanishwa, maeneo ya mahali wewe umeolewa, mahali wewe umeoa, msidhani mimi Yesu nalikuja kuleta amani kwa mambo kama yale. Hapana. Maana Yesu alijua kitu kimoja. Watu wengi watampenda hapa duniani, lakini watamchukia kama hawatadili na misingi. Watachukia neno la Bwana. Na nataka kusema hivi, percentage ya Wakristo wengi wale wanamchukia Mungu kwa sababu ya kuwa na uchungu kwa yale mambo ambayo wanaona kana kwamba hayana suluhisho, yanatokana na misingi ya kwao.
Hiyo sio kumaanisha kwamba Mungu hana uwezo. Shida ile ambayo Wakristo wengi wako nayo ni kwa sababu hawajui wafanye nini. Nirudie tena. Wakristo wengi shida ile ambayo wanapitia mpaka mioyo yao ina uchungu na Mungu ni kwa sababu matukio yao yanajirudia kila wakati, ni kwa sababu ya msingi wa jamii zao. Si kwa sababu hawampendi Mungu. Wanampenda Mungu na mioyo yao yote. Sio kwa sababu hawajitolei kanisani, wanajitoa mbele ya madhabahu. Si kwamba hawatoi sadaka na fungu la 10, wanatoa vile ambavyo inastahili. Lakini fungu la 10, sadaka huwa haidili na misingi ya watu wenu. Sema amen. Kuja kanisani haidili na misingi ya watu wenu. Yesu anasema nini? Si kuja kuleta amani duniani, la, bali nalikuja kuleta upanga. Wa kufanya nini? Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake. Kijana na baba yake. Usifanane na baba yako. Mimi nimezaliwa kwetu na sitamani kufanana na baba yangu. Sitaki kufanana na baba yangu. Licha ya kwamba mimi ni damu za kwao. Lakini nikifanana na baba yangu ni kusema uovu wa baba yangu nitabeba. Ni kusema mahali baba yangu hakuenda sitaenda. Kile ambacho hawakuweza kufanikiwa mimi sitafanikiwa kama nitafuata damu zao. Na kama walikuwa waovu, nipende nisipende, nitakuwa ninavutiwa na uovu kila wakati. Maana sasa kama sitakubali kutenganishwa, msichana na yeye vile vile, kama hata kubali kutenganishwa na kitovu cha mama yake, mahali mama yake hakuenda, hata yeye hataenda. Kama mama yake hakuolewa, yeye hataolewa. Kama mama yake aliteseka kwa ndoa, hata yeye atateseka kwa ndoa, hata kama atakuwa ndani ya ndoa. Ni kwa sababu sasa ni misingi. Tunaongea kuhusu habari ya msingi, na hiyo ni kumaanisha kwamba utateseka na uko ndani ya nyumba ya Mungu. Hautateseka nje, utateseka na uko ndani ya nyumba ya Bwana. Sikiliza, Yesu anasema nalikuja kuleta fitina katikati ya baba na kijana. Hiyo ni kusema ya kwamba kijana apatiwe fitina na Yesu mpaka atengane na baba yake. Maana fitina, kazi ya fitina huja kutenganisha watu. Ukiwa na rafiki aje alete fitina katikati yako na yule rafiki wako, huwa mnaachana kwa sababu ya fitina ya rafiki yule ambaye ameingia hapa katikati. Ameleta fitina. Sasa inasababisha mtengane. Na yeye Yesu anasema ikifika ni damu za ukoo, yeye huwa anasimama katikati ya baba na kijana. Na anaanzia kuchongea kijana, anamwambia damu ya baba yako sio mzuri. Kimbia hii damu kama unataka kufanyika kile ambacho mimi nimetaka ufanyike katika maisha haya. Yesu anaingia katikati ya mama na msichana wake. Biblia inasema ya kwamba kuleta fitina katikati ya binti na mama yake. Mpaka binti na mama yake. Na wacha nikwambie, watu wengi ambaye huwa wanateseka ni kwa sababu wameunganishwa. Ukiangalia watu vile wameunganishwa na watu wao, unajua mahali hawataenda. Unajua tu huyu mtu hakuna mahali anaenda. Ukiangalia vile damu yake na ya watu wao zinavurutana. Na mpaka anasemaga mimi sitaki kusikia mambo, mtu akiongea mambo ya mama yangu. Wewe kataa mambo ya mama yako iongelelewe, lakini mahali mama yako alifika, hapo ndio itakuwa mwisho wako. Hawezi ukaenda zaidi ya yeye. Maana umeunganishwa nira moja na mama yako. Sema amen. Watu wengi nimekutana na wao, mama yake maybe alizaa mtoto mmoja nje ya ndoa, ndipoza akaolewa. Ukiuliza huyo msichana anakuambia mimi niliolewa na mtoto mmoja, na hata hajui kenye anasema. Alafu ukimuuliza na mama yako, je, niambie kuhusu habari ya mama yako, anasema yenyewe mimi ndio first born kwetu, na mama ananiambiaga ya kwamba aliolewa na mimi. Zinafuatana. Basi unamuuliza na je mama yako alifurahia kwa ndoa? Hapana, alikataliwa. Na ni nini imekuleta hapa? Mimi nimejaribu ndoa sasa imeshindikana. Hata wewe lazima ukataliwe. Haujadili na misingi. Bado hujapigana na msingi.
Uko kwa ndoa lakini hujapigana na msingi ambao utakuzuia ama kukusababisha uendelee katika ndoa. Sema amen. Wakati mmoja nikaletewa kijana hapa. Huyo kijana amefika form 2. Na baada ya second term amekataa shule na amekataa. Mama yake amejaribu kumupiga, wakajaribu kumwambia na pasa mwingine. Huyo pasa akamwambia, kuna mahali nitakupeleka Fureria. Huyo pasa naamini akiombea huyu mtoto atakuwa ako sawa. Akakuja hapa na huyo mchungaji. Alafu kisha mama yake akakaa hapa. Mama analia kwanza, analia. Wamama wengine wanalia na hata wazee wanalia, lakini wanajisahau. Na hakuna kitu kibaya kama kujisahau. Ati ya kwamba wewe haukusoma na unapiga mtoto wako kiboko asome na hujafanya ibada ya kutenganisha kitovu chako na watoto wako ndio waendelee katika maisha, wasipingwe vile wewe ulipingwa bila kujua. Maana kama mzazi wako hakujua kupigana katika ulimwengu wa kiroho, ndiposa wewe upenye mahali yeye hakufika, basi wewe hauwezi ukafika. So wamekuja na yeye hapa. Mama ananipea ushuhuda hapa akilia. Analia tena sana. Kamuuliza mama, sasa nataka unyamaze. Na ni vizuri unawacha mtu akilia. Juu machozi pia huwa inaondoa hiyo kitu yenye ilikuwa uchungu wa moyo. Kamuuliza sasa nataka turudi kwa maisha ya kawaida. Sasa tuongeleshane. Kamuuliza sasa wewe ulisoma mpaka wapi? Kaanzia 9 sijui ilipofika 8 sijui 9. Okay, tuachane na wewe. Turudi kwa bwana yako. Bwana yako alisoma mpaka wapi? Hiyo mama akakaa hivi akaniangalia. Hata kabla hajanijibu akashika mdomo. Kwa nini aliwachia hapo? Hiyo ni kusema ya kwamba ni chain ya familia. Hata ungeangalia yule mtu mwenye maybe ameitanishwa na baba yake, hata aliwachia form 2. Aliwachia kisomo hapo. So watu wanaishi wakinyosheana mikono. Mtoto wangu nimeuza ng'ombe zangu, mtoto wangu ninaenda kibarua. Wachana na historia mpendwa. Wacha na historia kwenda kibarua ndio mtoto asome. Wenda kibarua utetee mtoto kwa madhabahu. Sema amen. Enda hiyo kibarua ukuje ubomoe ile madhabahu ili kuzuia wewe usisome. Bomoa ile madhabahu ilizuia wewe usikue na amani kwa ndoa. Ubomoe ile madhabahu ilisababisha ndoa ya kwanza ikavunjika, ndipozo watoto wako wasichana wataolewa na watadumu kwa ndoa. Sema amen. Hallelujah. Alikuja kuleta fitina mpaka kwa mkwe na mkwe mtu. Sasa wewe umeolewa kwa familia, unakubaliana na hiyo jamii, umefanyika ni wa hiyo familia ukishaolewa kama wewe ni msichana. Lakini bado Bible inasema ustahili kubeba roho yoyote ya hiyo jamii kama hautaki kupingwa. Hata mahali umeolewa, unastahili kwenda kwa madhabahu. Unamwambia Bwana, kabla sijaingia kwa ndoa, nimeleta hii dhabihu ya kubomoa madhabahu ya kwa kina mume wangu, maana hata siijui. Ndiposa mimi nisipingwe wakati nitaolewa. Na yeye kijana analeta dhabihu kwa madhabahu, anamwambia Bwana, hii dhabihu ni ya kubomoa madhabahu ya kwa kina msichana, maana ninaenda kuoa na sijui ni nini iko huko kwao. Sema amen. Wakikuyu wanasema ameshine dogo. Mwingine hapa anasema si mimi ninaangalia hiyo familia, ninaona tu kwa macho ni familia mzuri. Wacha nikwambie, hii mambo iangaliwe kwa macho. Utakuta hiyo familia unadhani iko na amani sana, ukiingia ndani yake ndio utajua hakunaga amani. Juu watu wanaoshaga uso asubuhi wanajifanya wako sawa, lakini ikifika 6 wanaanzia kuwa na stress. Sijui nitaenda kwangu aje. Wewe kwa nje, kwa sababu huyo mtu ameficha sura ya ubaya,
utasema ya kwamba hiyo jamii iko na amani. Si ninaona baba fulani na mama fulani ni kama wanapatana. Wacha nikwambie, muikari thabo gitina no menya akirieriaga. Mwenye anakaa katika chini ya miti mahali kuna siafu, ndiye anajua siafu anakula nini. Sema amen. Hallelujah. Bible inasema, Yesu anasema hata mkwe na mkwe mtu, mahali umeolewa na mahali umeoa, unafanya ibada kabla hujaingia katika ile altar, kwa sababu kila familia ina madhabahu yao. Kila familia inakuwa na madhabahu zao, kila familia. Na kama unataka usalama, lazima upiganie misingi, ili na wewe uwe na territory zako. Maana misingi ilikaliwa kitambo, sio wewe wa kwanza unakuja kukaa hapo. Wewe unakuja kuonyeshwa mpaka, umefika hapa na pale na pale na pale. Lakini sasa wewe unataka kupanua mipaka yako. Unataka kupanua mipaka ya jamii yako. Unataka kupanua mipaka ya vizazi. Watoto wako wasije wakazuiliwa, wafikie viwango ambavyo Bwana ameweka kwa sababu yao, wasizuiliwe na hiyo laini ya ukoo. Yebezi anaonekana kuwa na ukoo, lakini uchungu unamuumiza, hawezi akaendelea. Sema amen. Sijui kama mnaelewa ninasema nini. Sijui kama unaelewa kile apostle anasema. Na hiyo inakusababisha, kama unaufahamu, naweza kukuambia uachane na ibada zingine zote unafanya kanisani, ufanyie hiyo ibada kuwa ya kwanza katika maisha yako. Ibada ya kuvunja altar na kusema, mimi Mungu sitatumikia damu za watu wetu, sitatumikia miungu ya manyanya zangu, sitatumikia miungu ya mababa zangu. Mimi Mungu umeniumba kwa sura na mfano wako, nataka kukutumikia wewe, Mungu wa kweli. Sema amen. Nimekutana hata na wachungaji wengi sana. Mtu anahubiri vile ninahubiri, na akitoka hapa anaenda anazini, na ametoka kwa pulpit, lakini unasikia kwamba ameitanishwa na babu yake alikuwa na wake 20. Na juu sasa ako na mke mmoja, na hii roho ina demand ni lazima kuwe na vitu vingine vinafanyika huko nje. Sasa huyo mtu anahubiri kwa madhabahu, lakini akitoka kwa madhabahu anaenda anazini. Na hiyo ni kumaanisha kwamba yeye amejificha kwa madhabahu. Ana moyo wa kuhudumu, ana moyo wa ibada, lakini bado hajadili na madhabahu. Zile madhabahu zinatesa mwili wake. Nakumbuka ndugu mmoja, mahali pamoja nilikuwa nimeenda kunyolewa. Huyo brother akaniambia, si mimi naomba niite mjomba wangu umuombe, na yeye ni pastor kama wewe. Kamwambia, wewe kwanza usinitanishe na mapasta mimi. Acha kuniambia ni pastor kama mimi simjui. Akaniambia si huwa anahubiri. Nikamwambia kuhubiri na kuwa mtumishi wa kweli ni vitu mbili tofauti. Sema amen. Hiyo mtoto wasumbue, ashikwe na mama yake. Hallelujah. Kuhubiri na kuwa mtumishi wa kweli ni mambo mawili tofauti. Hallelujah. Kwa sababu huyu mtu anahubiri, na alikuwa ananiambia huyo pasa amepigwa transfer makanisa kama 10. Na kila kanisa huwa anapigwa transfer kwa sababu wakati amehubiri anapatikana na mahusiano na wadada wa hiyo kanisa kama 3 ama 4. Na hata saa zingine anazaa na wengine huko ndani kwa ibada. Lakini ati akisimama hapa ahubiri, yeye akipatiwa chachi inakuaga within no time. Ni mhubiri international, lakini dhambi zinamwandama usiku na mchana. Kwa sababu bado hakudili na misingi, licha ya kwamba uko na kipawa. Kipawa na msingi wa kwenu ni vitu viwili ambavyo ni viko mbali sana. Na ni vitu mbili ambavyo vinastahili kufanyiwa kazi kitofauti. Sema amen. Hallelujah. Waimbaji wale ambao huwa mnaimba, mnajua kwamba uimbaji wenyu ulitoka kwa nani?
Nani alikuwa mkubwa wa uimbaji? Anaitwa Lucifer. Yeye ndio muimbaji mkubwa, na alitoka mbinguni kwanza, wacha sisi ni wa duniani, na alifukuzwa huko akaja hapa duniani. So kila sauti yote nzuri huwa anasema mimi ndio mwanzilishi. Kwa hivyo usipochunga unaweza imba na unazini. Unaweza kuwa unaimba na unaibia watu. Unaweza kuwa unaimba kwa madhabahu na wewe ni mwizi wa bunduki. Nimeshaona mtu ambaye anaimba kwa praise team, hata kwanza yeye ndio kiongozi wa praise team na anakaa kwa Inange street usiku. Lakini Sunday yeye ndiye kwa madhabahu na microphone. Na anaimba mpaka watu wanalia. Maana hiyo ni kipawa ako nayo. Lakini licha ya kwamba ako na kipawa, hajadili na misingi. So anaumia. Anafanya ibada hata yeye anasikia anaumia. Hatamani kufanya dhambi lakini anajikuta kwenye dhambi. Ni kwa sababu misingi bado inatawala kwa maisha ya ule mtu. Sema amen. Hallelujah. Wewe hujawahi kutana na mlevi analia kwa mtaro? Analia machozi. Amekunywa pombe lakini analia machozi akiuliza Bwana, mpaka lini? Yeye ndiye anauliza Mungu, nitateseka hivi Mungu mpaka siku gani? Na ako kwa mtaro. Na ni yeye alijipeleka kwa pombe akakunywa, analia mbele za Bwana akiuliza mpaka lini mateso haya Mungu? Ni kwa sababu moyo wake unapenda Mungu, lakini misingi ambaye aliitanishwa nayo ndio inamsababisha awe kwa mtaro. Lakini kwa sababu hajui afanye nini, anabaki kumulilia tu Mungu. Anasema ninakunywa hii ni ya mwisho. Na hata anaambia mwenye kuuza, mimi hii ninakwambia hii ni ya mwisho, nipatie hiyo ya 30. Na analia, anaambia lakini kesho ako hapo. Ako hapo. Yeye ndiye kwanza anampigia mlango asubuhi. Wewe amuka. Wewe amuka, niko na marosto. Niko na marosto. Amuka. Ni kwa sababu kwa moyo huyo mtu huwa anahisi ya kwamba sistahili kufanya jambo hili. Lakini kwa sababu msingi umekalia damu ya maisha yake na inakalia mpaka mawazo yake, anajikutaka kila wakati akifanya mambo yale ambayo hayapendi. Hiyo ni misingi inakusumbua. Hiyo ni misingi inasumbua maisha ya huyo mtu. Na unastahili kudili na msingi. Sema amen. Kuna mtu mwingine hata ameolewa na anapenda mume wake sana, na mume wake anamfanyia kila kitu kwa maisha yake, lakini huwa anaenda kuzini. Anapenda bwana yake na moyo wake wote, na bwana anamfanyia kila kitu ambaye anataka na anapenda, lakini bado atazini. Ataenda nje kwa ndoa, atatoka nje ya ndoa. Ni kwa sababu msingi bado umekalia yeye. Pengine hata alizaliwa nje ya ndoa, vile ninasema alizaliwa nje ya ndoa, na hilo jambo halijawahi fanyiwa kazi. Hata katika utamaduni tuseme wa Kikuyu, ninasikiaga ya kwamba mtoto akizaliwa nje ya ndoa huwa anazaliwa na mbuzi ili akubalike kwa hiyo familia. Na sisi tumeokoka na hakuna kitu tunafanyia misingi yetu. Tunasema Yesu alikufa msalabani na tunajua kwamba ilitosha. Nani anakuambia ilitosha? Mbele za Bwana anamulilia, namwambia lau Bwana ungeniondolea kitu hiki, maana kimenipatia uchungu. Licha ya kwamba mimi ni mkuu kuliko dada zangu, mimi ni mkuu kuliko ndugu zangu, lakini jina hili limeleta uchungu kwa maisha yangu. Sema amen. Mstari wa 36, Mathayo 10:36. Tumeona 35 imesema mahali umeolewa usipodili na misingi ya huko usishinde ukilialia. Mahali umeoa kama hutapigana na misingi ya huko usishinde ukilialia kwa hiyo ndoa. Ni lazima ukubali separation. Sasa shida inakuwaga ni kwamba ni hao watoto unasikia wakisema mimi sitaki kusikia mama yangu akiongelelewa.
na anasema hivyo na alizaliwa nje ya ndoa. Atateseka kwa ndoa akiwa ndani ya ibada. Atakuwa anateseka kwa ndoa na ako ndani ya ibada. Hata anaweza kuwa ndio anaongoza ibada hapa, lakini akifika nyumbani ana huzuni kwa sababu ya ndoa. Na yeye ukimuuliza anasema, mimi ninapenda mama yangu sana ama baba yangu, sitaki kusikia mtu yeyote anaongea vibaya kuhusu habari ya baba. Hakuna mtu anaongea vibaya kuhusu habari ya baba yako. Tunaongea kuhusu habari ya kutenganishwa kitovu chako na baba yako. Na ukitenganishwa na yeye atabaki kuwa rafiki, hata yeye atakuwa anakuuliza wewe uliwezaje kufanikiwa. Hiyo ndio swali atakuwa anakuuliza. Maana mimi sikufurahia kwa ndoa, wewe unafurahia aje? Kwa sababu yeye kuna kitu hakufanya. Hakujua kwamba kuna vitu vitamzuia kwa barabara. So yeye alifanya tu ibada ya Jumapili anaenda nyumbani. Lakini sasa huyu Yebezi anaona hapana, hii sasa imezidi. Mimi nasikia moyo wangu unatamani Mungu sana na mimi ni muombaji zaidi, lakini ninateseka. Na kwa sababu ya haya mateso, sasa ninaenda mbele za Bwana kumulilia Mungu. Mstari wa 36 inasema nini? Katika Mathayo 10. Yesu anasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake wenyewe. Adui yule mkubwa sio mwizi. Hapana, sio mwizi. Adui yule mkubwa